lazima utumwe mbali. Wazimu wa madeni lazima utumwe mbali. Hii ndio mada yetu ya leo. Na mikono tuombe kwa ajili ya neno. Tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunapoenda wakati wa neno, ukawe pamoja nasi. Kwa mama wanaopita kwa njia wameamua kutulia, Baba wabariki. Wote waliofika mahali hapa wabariki Yesu. Tunapoenda katika mahubiri, ukawe pamoja nasi. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tukuamini. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. So topic yetu ya leo ni wazimu wa madeni lazima utumwe mbali. Wazimu wa madeni lazima utumwe mbali. Wazimu wa madeni lazima utumwe mbali. Hiyo ndio topic yetu ya leo, na nitaenda tu kwa upole mpaka tufike mwisho. Now, kila mtu anaelewa neno wazimu, na wazimu ni unafika mahali unapata au ueleweki. Mtu aliye na wazimu unaweza mwambia enda kwa choo, akaenda kwa kitchen kuchukua chakula. Hiyo tunaita wazimu. Kwa hivyo wazimu wa madeni, wazimu nimesema, kwa mfano mtu ama kawaida ya binadamu akipatwa na wazimu, ukimwambia enda pale kitchen ukaniletee chakula, anaweza akaenda kwa choo. Ama ukimwambia enda pale kwa choo uniletee chakula, anaweza akaenda, basi anaweza akaenda kwa kitchen. Unaweza ukamtuma sokoni kisha akaingia akajifungia kule kwa choo. Huyo ni mtu wazimu. Na jana tuliona mtu wa aina hiyo ni kama mbio ya sungura na kobe. Ni kama mbio ya sungura na kobe. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo hiyo ndio topic yetu ya leo. Kwa hivyo wazimu ni kitu ambacho hakieleweki. Kwa hivyo chini ya dunia hii tunakaa, shetani anafurahia kuona kila mtu ameingia katika wazimu wa madeni. Maana ukiingia katika wazimu wa madeni, hakuna vile utaeleweka. Hata Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu atashangaa unafanya nini. Kwa sababu ukiwa katika hiyo hali, kueleweka itakuwa ngumu. Kueleweka itakuwa ngumu sana. Na ndiyo maana Mungu ametuletea ujumbe huu. Na tunapoingia katika utangulizi, kulingana na Mungu ni kwamba sisi wanadamu chini ya jua hatufai kuingia katika wazimu wa madeni. Unapata mzee anaongea peke yake kisha ni madeni, wazimu wa madeni. Unapata mzee ameacha mboma ametoroka, kumbe ni wazimu wa madeni na siasa za hii dunia. Unapata mtu ameua mwenzake kisha kwa sababu ya madeni. Na hali hiyo ya wazimu si kitu ambacho kilianzishwa na Mungu. Ni kitu kimeniwa kutoka kuzimu na shetani akaleta. Ndio maana unapata kila mtu anaingia katika hilo shimo. Mtoto anazaliwa anaingia kwa hiyo shimo. Binadamu anakaa anaingia kwa hiyo shimo. Kisha baadaye wengine wanakufa kwa ajili ya madeni. Huo wazimu. Huo wazimu au kuanzishwa na Mungu. Ni watu walianzisha. Ni kampuni zilianzisha. Ni watu tofauti walianzisha. Si Mungu mwenyewe alianzisha. Kwa hivyo ndio maana Mungu anataka leo aweze kutusaidia. Kwa sababu wazimu si kitu kizuri. Hata wazimu wakiingia ndani ya shule, watoto wakifundishwa, walimu wote, gateman na watoto kule ndani ya shule na ndani ya darasa huwa wanakimbia wakiongopa wazimu. Wazimu akichukua mawe watu wanaongopa. Kwa hivyo mtu aliyeingia katika wazimu wa madeni ni kama mtu ambaye ni wazimu ameshika mawe. Kila kitu kinamtoroka. Malaika wa Mungu anamtoroka kisha kwa sababu ni wazimu wa madeni. Kwa hivyo Mungu anataka tusaidie mahali hapa. Tunataka tuingie katika
hali ya utangulizi, na Mungu atakuwa pamoja na sisi. Tupigie Yesu makofi mazuri. Hali ya utangulizi ndio tunataka tuingie katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye ndani yetu. Je, ndeni ni nini? Tunataka tuingie hapo straight away. Page 1 tunaingia 7 pages na itaenda kwa haraka. Kwa hiyo tunataka tuingie utangulizi ambayo ni page 1. Je, ndeni ni nini? Jana tulitafsiri kidogo na hapa tunapita tu kwa haraka. Je, ndeni ni nini? Ukitazama Biblia, deni ni nyororo ambayo haina sauti. Ni nyororo ama minyororo ambayo haina sauti. Ni nyororo ambayo haina sauti. Ningependa tuende pamoja ili usiweze kuacha, na Mungu atatusaidia. Na unataka uangalie hapa nyororo aina ambayo iko na sauti. Wale wafungwa ama mtu ambaye alikuwa amepangawa na mapepo, kisha Yesu akamuona, alikuwa amefungwa na minyororo. Sikiliza. Kwa hivyo zile nyororo zilikuwa zimemfunga. Sikiliza, twende pamoja. Pale kwa Biblia hatujaelezwa sana, lakini ukiingia katika utafiti wa hali ya kiroho, yule mtu alipangawa na mapepo, kisha akafungwa na minyororo, kisha akaingia kule kwenye makaburi. Watu huwa wanadhani ni minyororo hii ya kawaida ilimfunga, lakini unapoingia katika anga unapata ni kwamba deni ni baadhi ya minyororo ambayo inafunga mtu, kisha mapepo yanaingia ndani yake. Na nataka nikuonyeshe hapa, minyororo ikishikwa, wale ambao wanafunga mbwa akifungwa na minyororo ama akiona nyororo huwa anabweka ama anakimbia akiongopa ile minyororo. Lakini katika hali ya Mungu nataka nikuonyeshe hali ya kiroho, madeni yanakufunga polepole kama minyororo yanakufunga mikono, yanakufunga miguu, kiasi cha kwamba huwezi enda mbele na nyuma. Kisha baada ya hapo mapepo yanaanza kukuingia one by one. Pepo la kilio linakuingia, pepo la wazimu linakuingia, pepo la kifo linakuingia. Kwa hivyo madeni kwanza yanakufunga, kisha yakishakufunga kile kinafuata ni pepo yanaingia one by one. Watu wakisoma Biblia wanasema yule mtu alienda kwenye makaburi alikuwa amefungwa minyororo. Wanadhani ni hii minyororo ilifunga, ni kule nje aliingia katika sheria za kidunia zikamfunga, kisha mapepo yakaingia ndani. Maandiko inasema Yesu alipokutana naye alikatakata minyororo, kisha yule mtu akakimbia akawa free. Na nataka nikuonyeshe deni ni minyororo, inakusunguka inakufunga. Baadaye unataka ku step forward, huwezi enda. Unataka kwenda nyuma, huwezi enda. Unataka kuinamisha kichwa hivi, huwezi. Pande nyingine huwezi, kwa sababu tayari umefungwa. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Na jambo la pili, deni ni nini? Ni jela ya dunia isiyo na ukuta. Deni ni jela ya dunia isiyo na ukuta. Deni ni jela ya dunia isiyo na ukuta. Ni jela ya dunia isiyo na ukuta. Ni jela ya dunia ambayo haina ukuta. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo deni ni jela ya dunia ambayo haina ukuta. Na ningependa nikueleze pale, unapata kila mtu dunia hii, mara Rais Ruto amejiingiza kwa deni, anakopa kwa ajili ya Kenya. Mara unapata, sikiliza, pale kwa Mboma baba anakopa kwa ajili ya Mboma. Unapata kila mtu anakopa. Kwa hivyo haina ukuta, kila mtu anaingia tu. Kwa hivyo deni ni jela ambayo haina ukuta, kila mtu tu anajiingiza. Kila mtu akisikia kuna mahali watu wanachukua pesa, anaenda anajiingiza kwa madeni yao. Kwa hiyo unapata deni ni jela ya dunia ambayo haina ukuta. Kila mtu anajiingiza. Akishaingia kule ndani, wakati anajitoa ndio anapata kwamba ni minyororo ishamfunga. Kwa hivyo ndio unaona dunia tofauti zinaingia huko, na kisha kuna bank ambazo zinapeana loans, mtu anaingia kwa madeni, inakupatia 50,000 kisha ulipe 80. Ile interest, ile riba ama ile faida inaenda kwa kampuni ndio mingi.
kwa hiyo unakuwa mtumwa. Kwa hivyo deni ni jela ya dunia ambayo haina ukuta. Pigia Yesu makofi mazuri. Ni jela ya dunia ambayo haina ukuta, kila mtu anaingia. Mtu ni mfanyikazi wa serikali anaingia, mtu ni mzee wa boma anaingia, mtu ni chief anaingia, mtu ni mama anaingia, wasichana wanazaliwa wanaingia. Unapata kila mtu anaingia, na ndio unaona katika hii soko ukitafuta mtu ambaye ana polisi katikati ya watu 100 ni mmoja. Kwa nini? Deni ni jela ambayo, sikiliza, haina ukuta, kila mtu anaingia, kila mtu anaingia. Je, ni mapenzi ya Mungu? Je, ni mapenzi ya Mungu watu kuingia pale? Sio mapenzi ya Mungu, lakini kila mtu anaingia, na ndio Bwana anatafuta njia ya kutoa pale. Na ningependa uone hivi, mapenzi ya Bwana ukisoma Biblia ni kila mtu asiingie pale, lakini kila mtu anaingia. Wakristo wanaingia, watu wote wanaingia, na ndio naona saa hii katika hii dunia kila mara kwa mara kuna groups mingi, kuna vikundi mingi za kupeana pesa, za kupeana vitu vya kudai. Uko na motorbike, leta tukupatie pesa. Ndio kwa sababu hakuna ukuta wa kukuzuia, kila mtu anaingia, kila mtu anaingia. Na ndio maana tunasema deni ni jela ya dunia hii isiyo na ukuta. Inaita nchi hata kutoka Middle East, inaita kila nchi. Unapata kaza, kila dunia imeingia hapo, kila mtu ameingia hapo, na ndio maana unapata hii dunia tunaishi, kila mtu ameingia katika hayo mateka. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo kufikia pale tunaona kila mtu, sikiliza, twende pamoja, kila mtu ameelewa kwamba deni ni jela ambayo haina ukuta. Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka tusonge mbele. Je, kwa nini tunasema deni ni wazimu? Kwa nini tunasema deni ni wazimu? Kwa nini tunasema deni ni wazimu? Simama hapa, sogea karibu. Kwa nini tunasema deni ni wazimu? Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka tuone sababu 3 kwa nini tunasema deni ni wazimu. Jambo la kwanza, sababu la kwanza kwa nini tunasema deni ni wazimu. Sababu la kwanza ni kwamba Mungu ameikataa. Mungu anaikataa. Nataka tuone pamoja. Sababu la kwanza ni kwamba Mungu anakataa. Nataka tuone pale. Deni inakula amani yako leo kwa kitu ulifurahia jana. Sikiliza. Deni inakula amani yako leo kwa kitu ulifurahia jana. Nataka tuende pamoja. Ulikopa jana ukaenda safari ambayo hailikuwa lazima uende. Ulikopa 5,000 ama 5,000 ukaenda kwa safari ambayo haikuwa lazima uende. Kisha leo unatafuta ile pesa ulipe, au na amani. Kwa hivyo deni ni wazimu. Kwa nini? Kwa sababu kile unafanyia kazi ulipe leo ni kifungo ulioingia jana. Ulikopa 5,000 ukaenda safari haikuwa na maana, ukaenda sherehe haikuwa na maana. Kisha leo, kisha mwezi huu, kisha siku hizi unafanya kazi ili ulipie hiyo deni. Wakati unafanya hivyo, ile deni unalipia inakunyima amani ya leo, inakunyima amani la leo. Kwa hivyo imekuletea wazimu wa leo. Ndio maana tunasema deni ni wazimu. Inatoa amani kwako, kisha inakuletea hofu. Inatoa amani kwako, kisha inakuletea hofu, na ndio maana tunasema ni wazimu. Jambo la pili, kwa nini tunasema deni ni wazimu? Jambo la pili, inaamua maamuzi yako ya kesho. Pigia Yesu makofi mazuri. Inaamua maamuzi yako ya kesho. Inaamua maamuzi yako ya kesho. Na twende pamoja ili tuelewane. Kwa nini tunasema deni ni wazimu? Inakuamulia maisha ya kesho. Deni inaweza ikakuambia kesho hautajenga nyumba ya kukaa. Deni inaweza ikakuambia kesho hautapeleka mtoto shule. Kwa nini? Kwa sababu linataka ulipe pesa kiasi fulani leo, na mtoto anafaa kwenda shule
muhula wa 3, lakini kwa sababu kuna deni unadaiwa, ni kwanza ulipe deni, kisha ulipe tena, kisha ulipe tena, ndio wakupatie fees. Kwa hivyo deni linaweza likakuzuia, sikiliza, likakuamulia vile utakaa kesho. Na ndio maana unaona linaamulia mtoto hataenda shule leo, kwa sababu kuna deni unafaa ulipe. Linaweza likakuamulia leo hautanunua nyama uende kwa kule nyumbani, kwa sababu kuna deni unafaa ulipe leo. Kwa hivyo deni ni wazimu, inakunyima chakula unafaa ukule, kisha vile vile inakulima, sikiliza, inakugharimu mkono wa Bwana kuwepa huo wazimu. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Sababu la tatu la kusema kwamba deni ni wazimu, inabadilisha, sikiliza, watoto wa Mungu badala ya kupata freedom wanakuwa watumwa wa watu. Badala ya kupata freedom wanakuwa watumwa wa watu. Kwa hiyo unapata watu wanamwabudu Roho Mtakatifu, wanaabudu jina la Yesu, wanaabudu Mungu muumba wa mbingu na nchi, lakini ni watumwa. Wako pale kanisani wanaharakisha kwenda kutafutia mtu aliyewakopesha pesa. Ndio unaona kanisa na ibada siku hizi zinatoka mapema. Ni kwa sababu gani? Ni watu wanaenda kutafuta pesa walipe madeni, na ndio maana imekuwa utumwa. Ni wazimu, kwa sababu deni inasabaratisha ibada kanisani, inasabaratisha watu kutulia na kusikiza neno. Ndio naona wazee waliotamani kuishi katika neno, ndio naona watu waliotamani kuishi katika neno, wakiwa ndani ya kanisa wanaharakisha waende kutafuta pesa, kisha na maana wanadai kulipa madeni, na hiyo ni wazimu. Ndio naona kanisani katika kila ibada, kila mtu wako mbioni anasema, mchungaji harakisha, tuna mahali tunaenda. Hakuna mahali wanaenda, ni kwenda kutafuta pesa ya kulipa madeni. Na ndio maana tunasema ni wazimu umeingia ndani ya ibada kwa njia ya madeni. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Ndio unapata wamama siku hizi wakiwa ndani ya kanisa, hakuna neno moja wanasikia, hakuna ujumbe wanasikia, kisha na maana wametekwa na wazimu wa madeni. Wakiwa mahali pale, hakuna hata sauti ya Roho wanasikia, hakuna hata uwepo wa Bwana wanasikia. Ukisema shangwe na vigelegele kwa Yesu, wao hawako hapo, wanashituka kama wenda wazimu, kwa sababu tayari wamenaswa na madeni. Kwa hiyo madeni ni wazimu na ni utumwa, na andiko linasema wazimu wa madeni. Mungu akiumba dunia hii, kuna ile sheria aliweka, akasema yoyote ako ndani yake akae kwa kile kinamfaa, kisha asiingie ndani ya madeni. Na ndio maana walio nazo na hali ya madeni katika Bible, maandiko yanasema hivi, na utumwa wa madeni lazima ufukuzwe mbali na wao. Ndio maana ukisoma andiko takatifu unaona walioingia ndani ya madeni, Bwana iligharimu mkono wa Bwana ili aanze kusamea, na namba 2 awafanyie miujiza walipe madeni, kisha wabaki wakiwa free. Pigia Yesu makofi mazuri. Tukikosa kurepea bahandema. Kwa hiyo wazimu ni kitu ambacho kimenasa maraisi, wazimu umenasa magavanas. Unaona mtu anachukua madeni, ameingia ndani ya madeni, kisha na maana anasimama kiti cha MCA, kisha na maana anadai kuitisha kiti fulani katika siasa, ananaswa na madeni, ngoja akose kupita, anauza chochote alichokuwa nacho, anaingiwa na wazimu. Akipita katikati ya soko anaona kila mtu anamcheka, kisha na maana ni kwa nini? Amejiingiza katika madeni, ametekwa na wazimu wa madeni. Na ndiyo maana Bwana anasema hali ya madeni ni wazimu, hali ya madeni ni wazimu. Pigia Yesu makofi mazuri.
Sauti ya Bwana na sauti ya Mungu ni kwamba wazimu wa madeni lazima utumwe mbali. Sio wewe utatuma. Bwana atakupatia power, atakupatia nguvu ya kutuma wazimu wa madeni mbali. Ni neema la Bwana na mikono ya Bwana apigiwe leo tu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo sauti ya Mungu ni wazimu wa madeni lazima utumwe mbali. Na ndio naona katika Biblia sheria zote zinazomgharimu Bwana Yesu, zinazomgharimu Mungu Muumba, zinasema kwamba lazima tufukuze madeni na tumwamini Bwana akalete njia nafasi bora ya kutusaidia tukae na freedom. Pigia Yesu makofi mazuri. Na wakati Jacob, sikiliza vizuri, alikuwa anatembea pamoja na Mungu Baba, kuna kitu Mungu alifanya ndani ya maisha ya Jacob. Maandiko inasema alipopata mifugo yake ilikuwa inazaana, yani inazaana mara kwa mara, ilikuwa inazaana mara kwa mara. Kwa nini? Ni kwa sababu Mungu hakutaka Jacob akae katika maisha ya madeni, alitaka akuwe free. Ndio mkisoma Bible museme kwamba Jacob alibarikiwa kupitia katika unabii wa Abraham, mkaone ni kweli. Kwa hivyo katika kunazo hali ya madeni, sio sauti ya Bwana, ni sauti ya kutoka kuzimu, na ni dunia ilibuni, na sio roho wa Bwana. Na ndio maana tunataka kuona kusonga mbele. Wale wote wanasema Bwana nisaidie, pigia Yesu makofi mazuri. Page 2, pigia Yesu makofi mazuri. Na tunaenda page 2 out of 7. Page 2 out of 7. Kuna kitu tunaita utambuzi kwa Kiswahili. Kwa Kiingereza tunaweza tukasema ni siri unajua, kisha unafanya kitu tunaita declaration. Yani utambuzi ni kujua siri fulani from nowhere inakuingia, kisha kutoka hapo unaanza kupata mabadiliko kwenye akili yako katika usomaji na science, ama katika medicinal field, ama katika masomo ya utakitari. Tunajua kana ya kwamba mahali akili iko huwa inazungukwa na maji, na ndio maana unaonanga watu siku nyingine wanakwambia akili maji. Ni vile hawajui, wakikwambia akili maji ni kumaanisha akili inazungukwa na maji, ambapo mtu akikugonga kichwa hiyo akili huwa iharibiki. Lakini wengine wakikwambia akili maji, unaona wanakuita mjinga, ni vile hamuelewi lugha. Lakini sikiliza, katika usomaji akili inazungukwa na ile maji. Kwa hiyo mtu akikugonga akili akikugonga kichwa ile akili inabaki sawa, haipotezi information, kidogo inaanza kufunction. Pigia Yesu makofi mazuri. Nao nataka uone vile umejua hiyo siri. Nataka uone kuna siri katika Bible, kuna siri katika neno hili, katika Bible hili kuna mpango. Nataka uone deni linaadhiri kwa njia gani? Deni linaadhiri aje, ama linaadhiri kwa njia gani? Nataka tuone hapa. Kuna mpango wa Mungu kuhusu madeni na kuna mpango wa shetani kuhusu madeni. Kwa hivyo hapa kwa Mungu tutaona hakuna wazimu wa madeni, lakini hapa kwa shetani kuna wazimu wa madeni. Ndio naona mfano wa kobe na mfano wa sungura. Sikiliza, unapata mwanadamu anakaa sungura, amezungusha madeni kwake in and out siku na mchana. Lakini nataka tuone, je, mpango wa Mungu kuhusu madeni nini? Maandiko inasema hivi, twende pamoja. Kumbukumbu la Torati 28:12. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 12. Maandiko inasema hivi, tunaposomewa maandiko inasema hivi, kwa mpango wa Mungu ni kwamba utakopesha, hautakopa. Pigia Yesu makofi mazuri.
Na ile maandiko ikisema utakopesha, haimaanishi upatie mtu akurudishie. Inamaanisha unaweza ukampatia kwa upendo, ama unaweza ukampatia kisha akarudisha. Pigia Yesu makofi mazuri. Tuliona jana, unaweza ukapatia mtu 1K, unaweza ukapatia mtu 1K kisha akarudisha 1K. Pigia Yesu makofi mazuri. Kumbukumbu la Torati 28:12. Maandiko inasema hivi. Maandiko inasema, yes, atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako, nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo mpango wa Mungu ni upi? Ni utakopesha mataifa. Pigia Yesu makofi mazuri. Kukopesha mataifa si kwenda China na kuwakopesha, hapana. Unaweza kuwa na 200 kisha ukasaidia ndugu na 100. Unaweza kuwa na 50 kisha ukapatia mtu 10 bob. Watu wanadhani mataifa ni kwenda Amerika na kuwasaidia, ama kwenda Middle East, Iraq na kuwasaidia. No, hiyo tu maandiko inasema utakopesha. Kwa hivyo mpango wa Bwana ndio huo, lakini mpango wa shetani, enda ukakope kama sungura. Huo ndio mpango wa shetani. Yani kila mbanga ikitajwa, tukitaja Bangladesh uko na mkopo, tukitaja women hizi group za wanawake uko na mkopo, tukitaja Shylock uko na mkopo, tukitaja village uko na mkopo, tukienda kwa simu masalale uko na Fuliza, uko na M-Shwari, na zingine huko sisi naitwa biashara inamisha, zingine huko ndani kila mahali. Huo ndio mpango wa shetani, lakini mpango wa Bwana sio huo. Pigia Yesu makofi mazuri. Usidhani wakati Safaricom inakuambia tuko na mpango mwema kwa ajili ya kusaidia mteja wetu, wanaleta hizo sheria zote. Mara unasikia M-Shwari unaweza ukakopa, mara unasikia sijui biashara wote unaweza ukakopa. Hii sheria haitokani na mtu ambaye ameokoka. Ingekuwa ni mtu ambaye ameokoka anataka kuleta msaada, angesema tunakusanya tupelekee watu wakaweze kusaidika, yani wapatiwe free of charge, bila malipo. Lakini unapatiwa, sikiliza, M-Shwari inakupatia 18,000 kisha unarudisha 25, unakuwa mtumwa. Kabla ulipe 5,000 extra, nakwambia ndugu, utakuwa umeseti, utakopa pengine. Wajua, nataka tuongee ukweli hapa. Kuna watu wanakopa kisha wanalipa M-Shwari kisha wanakopa tena wanarudisha. Unapata kila mara unaongeza, unafungwa kisha baadaye pepo la kunyonga linakunyonga tu, unajinyonga mwenyewe, unakunywa sumu mwenyewe. Yani ulianzia somewhere mpaka somewhere. Kwa hiyo mpango wa Bwana ni hautakopa, lakini mpango wa shetani ni ukae mtu wa madeni kukopa, yani mtu mwenye wazimu. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu tena makofi mazuri. Mpango wa Mungu wa pili, maandiko inasema, sikiliza twende pamoja. Tusomee Kumbukumbu la Torati 28:44. Kumbukumbu la Torati 28:44. Na nataka tuone mpango wa pili. Kuna mpango wa Mungu na kuna mpango wa shetani. Nataka uangalie hii kweli, maana usipokuwa makini utatekwa nyara. Baadaye tutakuona ukizunguka huko kama sungura na sio tortoise. Now soma Kumbukumbu la Torati 28:44. Maandiko inasema 44. Yes, yeye atakukopesha wala wewe usimkopeshe. Yeye atakuwa kichwa, wewe utakuwa mkia. Nao Mungu alikuwa na wana wa Israeli, akawaambia, mkitoka hapa Misri mwende, sheria ni moja. Kule mtapitia hata katikati ya Wafilisti, kule mtapitia hata kuwe na vita, msikope. Hiyo ndiyo sheria ilipatiwa Musa wakitoka Misri. Sikiliza, wakaambiwa na Mungu, vile mtaenda mpaka Kanaani, kusiwe mfuasi wa Musa ambaye atakopa. Nao nataka tuende pamoja. Akawaambia sheria ni moja, mkienda msikope. Hiyo ndiyo sheria walipatiwa, lakini sisi ambao ni Wakristo, mara hapa
baadaye tunakuwa kama sungura sokoni. Na mpango wa pili, maandiko yanasema hivi, ile sheria Mungu aliwapatia ni moja, utakuwa kichwa, lakini shetani anakuja anasema utakuwa mkia. Pigia Yesu makofi mazuri. Mpango wa Mungu ni kwamba utakuwa kichwa, utakuwa kichwa. Yaani kazi yako ni kupeana. Unalima shamba inazaa, unapatia mtu extra. Sikiliza, twende pamoja. Unaenda kazini, unapata pesa, unasaidia mtu. Maandiko yanasema utakuwa kichwa. Pigia Yesu makofi mazuri. Kukuwa kichwa sio lazima uko na magari uwe na nini. Hiyo 100 yako tayari uko kichwa, tayari inaweza ikasaidia. Pigia Yesu makofi mazuri. Lakini shetani anakuja kwa njia ya madeni, anakuambia kopa, weka duka kikubwa, kisha wale watu wenye walikukopesha wanapokujia vitu vyao unakuwa mkia tena. Kwa hiyo madeni ni trap. Madeni ni kitu inakutrap, ni kitu inakuingiza kwa nasa. Kopa, kopa, kopa ukuwe tajiri, kopa ukuwe tajiri. Wanaimba wimbo wako miaka 5, ikishaisha tu hivyo, kisha unakuwa mkia. Unasikia watu wanapita, kwanza wale wanajua Kiswahili wanapita, aliye juu mngoje chini, kwa sababu tayari umekuwa mkia. Wengine wanapita wanakwambia safari ya nyani huishia jangwani. Wanajua tu aliyekutuma huko ni shetani, kisha amekuleta ukawa mkia. Na saa hiyo hauna chochote, wanakutafuta wewe, wanakuambia tumetuma serikali ije kukuchukua ulete. Kisha unaanza kuona messages, dawa ya deni ni malipo. Tena hata wanatumia ile Bible, dawa ya madeni malipo. Ni shetani anakuingiza katika wazimu wa madeni. Pigia Yesu makofi mazuri. Ni lazima tuamini kwamba Mungu anasema uwe kichwa na sio mkia. Shetani anasema uwe mkia, lakini Mungu anasema uwe kichwa. Namba 3, tumeona maandiko inasema shetani anasema uwe na amani. Ni kweli? Mungu anasema uwe na amani, lakini shetani anasema uwe na hofu, kisha uwe na pressure. Pigia Yesu makofi mazuri. Mpango wa Mungu ni kwamba anasema uwe na amani, lakini shetani anasema uwe na hofu. Kwa hiyo wakati unaingia katika madeni, ni hofu inakuingia, ni hali ya mateso inakuingia. Hakuna furaha pale. Unafurahia leo hiyo 10,000 umekopa, lakini kuilipia ni hofu, kuilipia ni kilio. Utalipa hiyo 10k plus 5k ya kuongezea. Kwa hivyo wakati unakopa, sikiliza, ukilipa ni kilio, na Bwana anataka uwe na amani, hataki uwe na hofu, na hataki uwe na pressure. Pigia Yesu makofi mazuri. Na nataka tuende next, wazimu 3 kutokana na deni. Tunataka tuangalie wazimu 3 kutokana na deni. Hapa nitapita tu kwa haraka. Wazimu 3 kutokana na deni. Wazimu la kwanza inakufanya uwe, sikiliza, inakufanya ufanye kazi kwa ajili ya mambo yaliyopita. Inakufanya ufanye kazi kwa ajili ya mambo yaliyopita. Nataka twende pamoja. Unapata kila asubuhi, unaamka asubuhi na mapema, si kwamba unatafuta kitu ya kujisaidia, no. Unasema wacha niamke niende nikalipe deni la wenyewe. Hiyo ni wazimu tayari. Unaona mtu ako na motorbike, anaamka saa 8 usiku, baridi na mchapa usiku, kisha ni kwa sababu alikopa deni la mtu, ndio anaitafuta mchana na usiku. Kwa hivyo maandiko yako very clear. Wazimu 3 kutokana na deni. Moja, inakufanya uwe mtumwa wa leo, unayefanyia kazi siku zilizopita. Watu wanafanyia, sikiliza, watu wanafanyia kazi kwa sababu ya chakula cha leo, kwa sababu ya unga wa leo, kwa sababu ya mandazi ya leo, kwa sababu ya mayai ya leo, kwa sababu ya maisha ya leo. Kisha wewe unafanya kazi kwa sababu ya siku zilizopita. Hiyo ni wazimu tayari. Sikiliza, wazimu 3 kutokana na deni. Wazimu ya pili kutokana na madeni, inanyamazisha upendo wa kutoa. Pigia Yesu makofi mazuri.
Mtu anakuambia nisaidie na 20 bob, unamwambia sina, kesho kutwa sina. Ni kwa sababu ya madeni yaliyopita. Unafanya kazi unapata 500, jioni unaipelekea aliyekukopesha. Lakini mtu akikuambia nipatie 10 bob, huwezi toa. Hiyo wazimu inaingia ndani yako na watu wanakuzoea. Yule mtu hawezi nipatia hata 10 bob, na sio kupenda kwako, ni kwa sababu tayari ulipelekewa ama uliingia katika wazimu wa madeni. Kwa hiyo inakunyamazisha katika upendo wa kutoa. Pigia Yesu makofi mazuri. Jambo la tatu, inaua imani yako. Watu wanakuambia Yesu wako wako wapi? Na uko na madeni kila mahali. Hata aliyekukopesha ndiye anakuja mtu anakuambia wewe unaniambia Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, na mimi nimekukopesha 20,000. Enda ulete ama uze land. Kwa hiyo inakupelekea, sikiliza, inaua imani yako. Unapata hata unaonea Yesu haya. Kwa hiyo ukiingia katika madeni unaanza hata kuonea Yesu haya, hata imani yako inaanza kupungua. Unapata kila kwa mara unaona Yesu ana maana, kisha na maana ulitekwa na mateka ya madeni, wazimu wa madeni ukakuingia, ndio maana imani ikaondoka. Pigia Yesu makofi mazuri. Na unataka tuingie katika mfano katika Bible, mfano katika Bible, Wafalme wa pili kifungu cha 4 mstari wa 1 mpaka wa 7. Tukifungua nataka kueleza pale. Nataka tuone mfano katika Biblia. Katika Biblia kulikuwa na mwanamke mmoja. There was one woman. Katika Biblia, vijana sikizeni, kabla mjinyonge kwa sababu ya madeni. Wanawake sikilizeni kabla mjinyonge kwa sababu ya madeni. Na Wafalme wa pili, sikiliza, kifungu cha 4 kuanzia mstari wa 1 mstari wa 7. Kabla asome, ningependa kueleza pale. Maandiko yanasema hivi, tutasomea tu baadaye. Na maandiko yanasema hivi kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 7. Maandiko yanasema kulikuwa na mwanamke mmoja, na huyu mwanamke alikuwa ameolewa. Maandiko yanasema na mume wake akaingia katika utumwa, akaingia katika wazimu wa madeni. Pigia Yesu makofi mazuri. Maandiko yanasema na huyu mwanamke alipoona mume wake ameingia katika wazimu wa madeni, sikiliza, siku moja kukaja kifo. Siku moja kwa mume wake kukaja kifo. Kifo kilipokuja, mume wake akaenda, kisha mwanamke akaachwa peke yake. Wale walikuwa wameleta madeni kwa mume wake, maandiko yanasema wakaja kwake. Wanataka nini? Wanataka walipe deni yao. Maandiko yanasema na huyu mwanamke akapata shida la kwanza, shida la deni; shida la pili, shida la mauti la mumewe. Kwa hivyo huyu mwanamke alipata shida mbili. Deni ni shida, na ya pili mwanaume amekufa. Wanakuja hataki kujua kama mume wako amekufa. Hapana, hatutaki siasa za mwanaume wako ati ameanga. Hawataki hata kukuhurumia kama mume wako ameenda. Hapana, hiyo ni yako wewe. Tulipe haraka mama, tulipe ama tuende na watoto. Utatulipa ama tuende na watoto. Kwa hivyo walikuja tu wakasema mama tulipe. Hawataki kujua huyu mama anaumia kwa sababu mume wake ameanga, ameachwa peke yake. Hapana, wanakuja pale, tulipe ama tuchukue watoto. Mambo ni mawili. Si mume wangu amekufa jana, hata siasa wajana na hiyo siasa. Mama, si mlikula pamoja? Mama, mlikula pamoja ama mkula pamoja? Mlikula pamoja. Mlitumia na watoto ama mkutumia? Tulitumia pamoja. Basi watoto tupatie. So unaingia katika utumwa, na ujue Mungu hakutaka hivyo. Nabii huyu aliyeingia, sikiliza, nabii huyu aliyeingia katika boma la huyu mwanamke hakutaka huyu mwanamke akae ndani ya madeni. Alifikiria sana na kaomba Mungu na kamwongelesha Mungu, at least nguvu fulani itoke mbinguni ije imsaidie huyu mama atoke katika madeni, atoke katika utumwa, kisha akuwe free, ndio aweze kukaa na nabii wa Bwana vizuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Usidhani
Wachungaji kule makanisani ni kilio, akisema yule mfuasi ana madeni asimame, kunakosekana. Huyu nabii ambaye tunamuita Elisha, sikiliza, hakuna kitu kilimuumiza kama kuona mama aliye na madeni. Mama aliye na madeni. Hakuna kitu kinaumiza mchungaji kama kuona wafuasi ambao wanakaa chini ya mateka ya madeni. Kwa hiyo hii kitu iliumiza nabii Elisha alipomwona mama aliye na madeni. Kisha habari anayopokea ni kwamba kuna watu wanakujia watoto wake, wanamwambia kwamba ile deni mumeo alichukua, alikula pamoja na watoto, na wewe ulikula. Hata maneiba, yani maneighbors wote, sikiliza, majirani wote mlikula pamoja. Lakini kinachoandikwa kwa hapa kwa karatasi ni kwamba siku ile ataanga dunia ni tukujie watoto, kisha tupatie watoto. Hicho kitu kiliumiza nabii wa Bwana, na maandiko inasema katika hiyo hali sauti ya Bwana ikamkujia nabii Elisha. Kuna kitu kilichemuka ndani ya Elisha, na ndio maana unaona katika mji huu, katika familia hii, katika eneo hiyo dogo, sikiliza, habari ikaanza kuenea kwamba kuna mtu anafanya muujiza wa kumtoa mama katikati ya miteko ya madeni. Kuna mtu anafanya miujiza ya kutoa mama katikati ya madeni, katikati ya wazimu wa madeni. Na huyo alikuwa nabii wa Mungu. By power, by force, by power, by force, by the power of God, he was generating a power that can take out this woman from the bondage. Pigia Yesu makofi mazuri. Lepado bakata bayandana. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Na sikiliza, twende pamoja, tunaenda next page. Now, nataka uone hapa. Wakati nguvu ya Bwana ilikuja katika nabii Elisha, kuna nguvu ilianza kufanya kazi. Hiyo nguvu baada ya kuingia mahali pale, kuna kitu tunaona kinaweza kufanyika pale. Huyo mtumishi ambaye anaitwa Elisha alimwambia, sasa kunaatua mama watoto wawili, unafaa kuchukua. Hakuna haja upeane watoto kwa hao wanaokudai. Kuna hatua mama unafaa kuchukua. Hatua ya kwanza inayonenwa pale, akamwambia anza na ulicho nacho. Mstari wa pili, anza na ulicho nacho. Nataka uone nabii Elisha, kuna kitu wanasema pale. Akamwambia mama, nguvu imeshuka. Hatua ya kwanza, anza ulicho nacho. Mstari wa pili. Yes. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Fika hapo, pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo kuna kitu Elisha kilikuwa ndani yake, the power of God, nguvu ya Bwana. Na akamwambia mwanamke, nataka uondoke katika madeni. Hii sio sheria ya Muumba wa mbingu na nchi. Akamwambia anza na ulicho nacho. Na ndio maana huyu mwanamke akamwambia nabii wa Bwana Elisha, nilicho nacho, hata sitaki kusema, nilicho nacho ni chupa kimoja tu, chupa ya mafuta. Na sio chupa mingi, ni moja tu niko nayo, chupa ya mafuta ndio tu niko nayo. Mama, uko na nini tafadhali? Bwana hataki ukae katika madeni. Niko tu na chupa ya mafuta tu. Hivyo ndivyo mama mjane alisema. Pigia Yesu makofi mazuri. Na katika soko hii, na wote wanaonisikiza katika mitandao ya Facebook na TikTok, listen carefully, na mitandao yote inayoibuka, sikiliza. Je, na wewe una nini? Wakati nguvu ya Yesu inashuka, inakuuliza, je, na wewe uko na nini? Ni kweli uliingia katika madeni?
Ni kweli uliingia katika Fuliza, ni kweli uliingia katika banks na ukachukua loan, sahi hauna namna ya kulipa. Suluhisho imebakia ni kujinyonga, suluhisho imebakia ni kulia ama kukimbia kwa barabara. Yesu anakuuliza leo, the power of God, nguvu za Bwana zinakuuliza leo, je, na wewe una nini? Pigia Yesu makofi mazuri. Je, na wewe una nini? Nataka tuingie pale katika hali halisi. Najua wengine hawana chupa ya mafuta, hawana chupa ya mafuta kama huyu mama, lakini kuna kitu uko nacho. Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka tuende pamoja ili tuweze kuelewana. Kuna mtu ambaye yako na madeni, lakini anajua kupika chapati mzuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo wakati nguvu ya Bwana inaongea, inakuuliza, je, uko na nini? Kuna kitu uko nacho ndani yako. Unajua kupika chapati mzuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Unaweza ukapigia watoto. Sikiliza, ile chupa ya mafuta huyu mama mchana alikuwa nayo. Sikiliza, kwa nini alikuwa nayo? Kwa nini alikuwa nayo? Ukitazama katika mtazamo na anga ya kiroho, ni kwamba huyu mama mjane alipoachwa na mume wake, kuna biashara alikuwa anafanya. Alikuwa anafanya biashara ya kuuza mafuta, na ilikuwa imebaki tu moja. Pigia Yesu makofi mamoja. Na ndio maana tukisema pale mbele utaona alipoanza kufanyiwa miujiza, aliambiwa nenda ukauza yale mafuta. Ni kumaanisha chupa ya mafuta iliyokuwa imebaki ni sehemu ya ile ujuzi wa huyu mwanamke alikuwa nayo. Alikuwa na ujuzi wa chupa za mafuta. Lakini sisi leo, watu wa sokoni, vijana wa sokoni, watu wa mitaa na watu wa vile, kusikiliza Bwana na nguvu ya Bwana inauliza, je, ni nini uko nacho? Unajua kupika chapati nzuri. Ukipikia watu chapati, wanaweza wakakupenda, wanaweza wakakujua, wanaweza wakakushauri vile utafanya. Pigie Yesu makofi mazuri. Bwana akikuuliza, je, uko na nini? Unaweza ukamwambia Bwana Yesu, niko na simu tu peke yake mikononi. Akakuonyesha jinsi ya kutumia ile simu ili ukatoke katika tabia ya madeni, ukatoke katika wazimu wa madeni. Je, uko na nini katika mikono? Sikiliza tena pamoja. Bwana na nguvu ya Bwana ikikuuliza, je, uko na nini mikononi? Wanawake na vijana wote, unaweza ukamwambia Bwana, ninajua kupanga nywele vizuri, ninaweza nikajua jinsi ya kupanga nywele za kina mama, ninaweza nikajua jinsi ya kunyoa. Kile uko nacho mikononi kijana ni nini? Ninaweza nikanyoa watu vizuri, na ni kwa sababu uko ndani ya madeni. Bwana akikuuliza nini iko ndani ya mikono, nini umekamata, mwambie tu ulicho nacho. Pigia Yesu makofi mazuri. Nasikiliza, kuna mtu akiulizwa na nguvu ya Bwana na nabii au mtume, akiulizwa ni nini uko nacho mikononi, unaweza ukamwambia kuna shamba na kuna maji hapo karibu, na niko na ujuzi wa kulima, ninaweza nikaanza kulima kisha nikaanza kuzalisha mazao. Pigia Yesu makofi Bwana. Maana maandiko katika kitabu la Deuteronomy, maandiko yanatuambia, sikiliza, 28 inatuambia kuna kitu Bwana pale alinena. Alisema ninaweza nikaleta baraka katika nchi na nikafanya baraka zinazotoka chini ya nchi nikazifanya zikaelea kwingine. Sikiliza, kama kuna shamba, iwe umepatiwa na baba au mama, iwe ni yako umenunua, Bwana akikuambia umeingia ndani ya madeni, unaweza ukamwambia niko na shamba, Bwana leta mvua nipande chochote kile kinaweza kikasaidia maisha yangu. Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana
akikuuliza je, uko na nini? Sikiliza, unaweza ukamwambia niko na sauti nzuri, niko na sauti nzuri, ninaweza nikawa mtangazaji, ninaweza nikaongea na sauti yangu na ikaniletea faida ndani ya maisha yangu. Kwa hiyo chochote ulicho nacho Bwana anaanzanga pale, kisha ile sauti akainyoosha, akaipatia kibali, ikakuwa mixed ama ikachanganywa na uwepo wa Bwana. Pia kutoka pale ukaanza kuinuka. Pigia Yesu makofi mazuri. Sikiliza, Bwana akikuuliza ni nini uko nacho ndani ya mikono yako, unaweza ukamwambia kwa biashara yangu kile kimebakia ni mteja mmoja, wale wengine wametoroka. Bwana akakuuliza kwa nini wametoroka? Pengine mama mjane alifanya biashara ya kuuza chupa za mafuta, lakini kwa kutoelewa vile nguvu ya Bwana inafanya, wateja wakatoroka. Kwa hiyo kama kuna wateja walitoroka, Bwana anaweza akawarudisha kupitia by the mighty power of the prophet, by the mighty power of Jesus Christ, by the mighty power given and bestowed by a pretty masola makata. Tumpigie Yesu makofi mazuri. Swali inabakia kwamba hakuna mahali nabii Elisha alimpatia huyu mjane, sikiliza, pesa, alimpatia power to multiply. Hakuna mahali alimpatia pesa, alimpatia power to multiply. Mtu naye nisikiliza, nataka nikuambie leo kuna upendo mkubwa, na unaponisikiliza utatoka ndani ya madeni, utatoka katika wazimu wa madeni. Pigia Yesu makofi mazuri. Ninatangaza kwa internet na kila mahali unanisikiza, sikiliza, utatoka katika wazimu wa madeni. Pigia Yesu makofi mazuri. Namsikiliza, uko na sauti nzuri ya kuita wateja. Unaweza ukaanzia pale ukamwambia Bwana, niko na sauti nzuri ya kuita wateja. Bwana akakuonyesha njia kuanzia pale. Ukaenda mahali mtu anauza mitumba na kuambia akakwambia simama hapa uniuzie, ukiuza 2 na kupatia 100. Unaanza kuimba wimbo pale, mitumba 100, mitumba 100, mitumba 100, mitumba 100 ni mzimu. Sasa unatumia sauti yako. Baadaye utaenda na 300. Upite mahali ulikopa, uache 2 uende na 1. Pigia Yesu makofi mazuri. Nini ulicho nacho? Tunaanzia pale. Pigia Yesu makofi mazuri. Bei ya jioni, bei ya jioni, bei ya jioni, kwenda nyumbani, bei ya jioni, sauti nzuri. Kisha kuna watu wanajua kunyorosha customer vizuri, wanaingia, unawazia vizuri, wanaenda kwa nyumbani, kisha unalipa commission, unaenda nyumbani. Ukifanya hivyo utalipa madeni, lakini shetani anataka uendelee kukopa. Sema katika jina la Yesu Kristo, sitaendelea kukopa in the mighty name of Jesus. Usingojee Mungu akupatie pesa, anakuuliza nini ulicho nacho, kisha utengeneze pesa. Nini ulicho nacho, kisha baadaye utengeneze pesa. Na tuende mbele. 2 inasema hivi, twende pamoja. Hatua, sikiliza, twende pale. Hiyo ilikuwa hatua ya kwanza. Hatua ya pili, nabii Elisha alimwambia huyu mwanamke, chukua hatua ya pili, mstari wa 3, endelea kufungua. Hatua ya pili alimwambia, tengeneza nafasi ya miujiza. Pigia Yesu makofi mazuri. Huyu nabii Elisha alimwambia mwanamke, usikae ndani ya madeni, tengeneza nafasi ya muujiza. Mstari wa 3. Yes. Akasema, nenda utake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo aliambiwa tengeneza nafasi ya muujiza, kwa sababu sasa hii mafuta itajaa kwa boma na ijae kwa majirani.
enda kule kwa majirani ulete chupa tena. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo alimwambia tengeneza nafasi ya muujiza. Bala twende pale. Katika hali ya leo kuna vyombo 4 vya leo unaweza ukatengeneza nafasi ya miujiza. Wakati Biblia inasema aliambiwa aende aokote chupa, sikiliza, hiyo ni kulingana na biashara yake. Biashara yake alikuwa anazunguka anaokota chupa, kisha analeta anaweka mafuta. Akishaweka mafuta anaenda kuuza. Pigia Yesu makofi mazuri. Sikiliza, twende pamoja. Biashara ya mama mjane ilikuwa ni anaenda anaokota chupa asubuhi, anaweka mafuta mchana, baadaye jioni anaenda akiuza, akiwapatia, kisha wakimpatia pesa. Lakini wakati Elisha alifika, alipata hata mafuta hakuna. Hata kuenda kuokota chupa, anaokota aweke nini? Ataenda kuokota chupa aweke nini? Kwa sababu mafuta hakuna. Pigia Yesu makofi mazuri. Twende pamoja na twende pamoja ili Mungu akusaidie. Kwa hiyo alipoenda sasa kuokota chupa, watu wanadhani alienda kukopa. Biblia zingine inasema kukopa, lakini katika lugha ya Greek inasema alienda kuzichukua chupa. Pigia Yesu makofi mazuri. Ndio azilete ili Bwana afanye muujiza, the power. Na nataka tuone pamoja. Pigia Yesu makofi mazuri. Na nataka tuone kutengeneza nafasi ya miujiza. Sikiliza. Je, vyombo 4 vya leo, njia za kupokea baraka, vile unaweza ukatengeneza. Jambo la kwanza, tengeneza, sikiliza, vyombo vya fedha. Vyombo vya fedha ndio utatengeneza kwanza. Pigia Yesu makofi mazuri. Kama uko na deni, vyombo vya fedha ndio utatengeneza kwanza. Kwanza enda utengeneze akaunti ya madeni. Ukifanya kazi hiyo siku, ile fedha utapata. Pigia Yesu makofi mazuri. Lazima uwe na ile pesa, utasema hii nitaweka kwa hii account ili nilipe madeni. Kwa hivyo tengeneza account ya madeni. Jambo la pili, tengeneza account ya matumizi. Jambo la tatu, tengeneza account ya akiba. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo usiseme nitamaliza madeni na ukifanya kazi hakuna account ya madeni. Yaani kuna ile pesa inaenda kulipa madeni. Jambo la pili, kuna pesa ya matumizi, na jambo la tatu, kuna pesa ya akiba. Pigia Yesu makofi mazuri. Ukitengeneza hizo tatu, sasa uko tayari Bwana akutendee miujiza. Wakati unafanya biashara, wateja wanakuja kwa wingi. Ukipata ile pesa, kuna ile inaenda kwa madeni, kuna ile inaenda kwa matumizi, na kuna ile inaenda kwa akiba. Ukuwe na hizo sehemu tatu. Pigia Yesu makofi mazuri. Kuna mtu anakuwa na madeni, kisha ukipata pesa leo, zote unaweka kwa tumbo, ile deni itaendelea kuzana na itakukamata. Kuna mtu akipata pesa leo, sikiliza, yote inaenda kwa matumizi, anasahau kuna mahali alikopa. Utaendelea kukaa katika wazimu wa madeni. Lazima utumie akili kama huyo mwanamke aliambiwa ya kwanza. Sikiliza, twende pamoja. Aliambiwa, mwanamke mjane, sikia, ukishafanya biashara ya kwanza ni ya madeni. Akamwambiwa na nabii Elisha, ya pili, sikiliza, ya kwanza ni ya madeni na ya pili ni yako na watoto. Pigia Yesu makofi mazuri. Lakini wengine wanasema, sikiliza, wanaenda kazi, ya kwanza ni wao. Hauwezi maliza hiyo dini. Lazima umalize wazimu wa madeni kwa kuwa na akaunti tatu: akaunti ya madeni, akaunti ya matumizi na akaunti ya akiba. Pigia Yesu makofi mazuri. Now next, nataka tuone vyombo vya leo vya namba 2. Vyombo vya leo namba 2. Kuna kitu tunaita vyombo vya watu. Na sikiliza, kama kunajua kupika chapati vizuri, tembea kwa majirani ukiwaambia, mimi najua kutengeneza chapati vizuri. Wakati mnataka kupika chapati, uniite niwapikie, munipatie kitu. Pigia Yesu makofi mazuri. Anza kuongea na watu. Huyu mama mjane alienda kwa majirani,
akawaambia leteni chupa, kuna mafuta kule nyumbani. Pigia Yesu makofi mazuri. Mafuta yako ni ile chapati unapika vizuri. Mafuta yako ni ile pilau unapika vizuri. Unawaambia wakati unataka nipike, unataka pilau muniite, najua kupika. Unawaonyesha sample. Pigia Yesu makofi mazuri. So jaribu uongee na watu wawili, watu at least watu 10, wawe unajua kupika chapati vizuri, wawe unajua kupika chips vizuri. Wakati wanatafuta mfanyikazi wa chips, wakujue wewe. Pigia Yesu makofi mazuri, ili uanze kutoka katika hali ya madeni. Pigia Yesu makofi mazuri. Anza kuwaeleza kile Mungu alikupatia. Kama uko na uwezo muscles ya kubeba vitu, waambie wakati mnataka kulimiwa niko area tu, maana uko na nguvu ya kulima. At least upate kitu, uanze kukemea madeni katika maisha yako. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo vyombo vya watu viko na maana. Enda ukiongea na watu, waelezee ile huduma iko ndani yako. Kama unajua kukatakata sukuma vizuri, jaribu uongee na wao hili. Kama unajua kuchoma nyama, jaribu kuelezea watu unajua kuchoma nyama. Wakati wanachinja mbuzi, wakuite. Kisha hapo utaanza kusaidika. Na wakulipe si bure, wakulipe ndio ulipe madeni. Pigia Yesu makofi mazuri. Ile huduma ilikuwa ndani ya mjane ni kuokota chupa kisha ikijazwa mafuta, waende aende akauze. Pigia Yesu makofi mazuri. Huduma iliyo ndani yako inaweza kuwa ni huduma ya kupika chapati poa, inaweza kuwa ni huduma ya driving, inaweza kuwa ni huduma ya kuongea kwa sauti nyororo, ikawa ni huduma pia ya kuwapatia watu encouragement. Pigia Yesu makofi mazuri. Vyombo aina ya tatu ni vyombo vya ujuzi. Maandiko yanasema pale, sikiliza, yule mama aliambiwa enda ukatafute, sikiliza, chupa. Pigia Yesu makofi mazuri, za kuwekelea mafuta na vyombo. Sikiliza, kile chupa tumesema kwanza. Jambo la pili, chupa ni watu. Jambo la tatu, chupa ni ujuzi. Jifunze, sikiliza, kama uko na biashara, jifundishe. Enda kwa mtu tu aliye na ujuzi, ujifundishe kutangaza ujuzi wako kwa YouTube, watu wakujue. Hakuna pesa itakuja nyumbani. Sikiliza, enda tu pale YouTube, tengeneza channel, jifundishe tu pale. Bwana atakutendea muujiza pale. Pigia Yesu makofi mazuri. Jitangaze kwa wale wanaotaka huduma yako. Pigia Yesu makofi mazuri. Unaweza ukaenda digital marketing. Kule kwa Facebook kuna digital marketing. Tangaza vile, piga chapati, piga picha, waonyeshe. Pigia Yesu makofi mazuri. Jitangaze kama mpishi bora anayejulikana. Jitangaze kama mtu wa butchery mzuri anayejulikana. Jitangaze kama mtu wa kufua nguo anayejulikana. Jitangaze kama mtu wa kibanda anayejulikana. Jitangaze kama mtu wa kuuza watermelon anayejulikana. Jitangaze kama mtu wa kuchemsha mayai anayejulikana. Utapata kitu na utakemea madeni katika maisha yako. Pigia Yesu makofi mazuri. Na kuna vyombo vya biashara. Hapo nimetangaza tu. Unaweza ukaingia WhatsApp ukapost biashara. Unaweza ukaingia TikTok, unaweza ukaingia marketplace na Facebook. Utaeleza kile unachofanya. Lakini ukilala nyumbani useme wewe madeni, Bwana hatuwezi kukusaidia hivi. Elisha hakupatia mama mjane pesa, alimpatia ujuzi. Sikiliza, alimpatia hekima, alimpatia power. Wakati alikuwa anasema leteni chupa, wote walikuwa wanampatia, anajaza mafuta, kisha baadaye anaenda akiwauzia. Shika mama, chupa imejaa. Shika mzee, chupa imejaa. Shika kijana, chupa imejaa. Lakini wakati unasikiliza, Bwana anakupatia nguvu, lakini haufanyi kazi yako. Hapo ndio shida.
vyombo vya biashara. Lazima sikiliza, ufanye kama huyu mama. Lazima uende area, lazima ujitangaze kwa kazi yako, lazima ujitangaze kwa kazi yako. Kuanzia pale Bwana anakupatia tu power, kisha akikupatia power hakuna watu wanakukataa. Bwana anakupatia power, unaenda kanisani unaambia wa receive power, ukaondoke katika madeni. Ukienda ukifanya marketing, kitu yako inakubaliwa, ujuzi wako unakubaliwa, kisha baadaye unaondoka katika madeni. Pigia Yesu makofi mazuri. Hatua ya tatu, anza kufungua. Hatua ya tatu mstari wa 4. Hatua ya tatu mstari wa 4. Mstari wa 4. Yes. Kisha uingie ndani, ukajifungie mlango wewe na wanao. Ukajifungie mlango wewe na nani? Na wanao. Ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Pigia Yesu makofi mazuri. Na huyu mwanamke aliyekuwa na deni aliambiwa ita wanao, waelezee ile deni mko nayo. Na vile nabii Elisha amesema, sikiliza vile Biblia inasema, siri yao. Na akawaambia sasa, mkifanya hivyo, sikiliza, wakati walikuwa naongea mama na watoto, waliambiwa nyinyi watoto na mimi kama mama, mkakuwe na nidhamu nyinyi wote, mkakuwe na mwelekeo na msimamo bora ili muondoe deni hapa. Pigia Yesu makofi mazuri. Sikiliza, ni vile nyinyi imeandikwa shortcut pale, lakini hata wale watoto walisaidia mama kuuza. Pigia Yesu makofi mazuri, ili wafukuze deni katika ile boma, hata bila mzee. Pigia Yesu makofi mazuri. Nao hapa, sikiliza, katika hali halisi, eleza watu wako kwamba uko na deni. Jambo la pili, waite tu muwe na mpango mmoja. Waambie watoto, leo hamtakula nyama kwa sababu kuna deni nalipa. Usikae katika utumwa hata mnakula furaha, unapeleka watoto outini mara wanataka, kisha uko na deni. Watashtukia wakati creditors waliowapea madeni wanakuambia twende jela. Hata hiyo ndio sasa wakati watoto watajua uko na madeni. Lakini Biblia inasema ita watu wako, ita watoto wako, ita wale watu wasiri, waambie mimi niko na madeni. Pigia Yesu makofi mazuri. Mwanze maombi pamoja na muite mtumishi wa Bwana, mwambie Elisha nabii wangu, sasa tuko na madeni, tunataka power, tunataka nguvu ya kuondoka ndani ya madeni, kwa sababu madeni ni hasara, madeni ni utumwa. Pigia Yesu makofi mazuri. Hiyo ni hatua la tatu. Maliba kabiba sana mayanda. Na twende pamoja. Maandiko inasema pale kuna kitu waliambiwa, kitu tunaita nidhamu. Now listen. Kuna kitu kinaitwa nidhamu. Nidhamu ni nini katika madeni? Ni kukata matumizi yasiyo ya lazima. Kukata matumizi yasiyo ya lazima kwa muda fulani ili umalize madeni. Hiyo ndio inaitwa nidhamu. Ukiwa mzazi, ukiwa mama, ukiwa mzee, kuna yale matumizi siyo ya lazima. Si lazima upate peremende, hiyo siyo ya lazima. Unaweza ukakata matumizi ambayo siyo ya lazima. Ukishakata yale matumizi, hiyo pesa itumie kulipa madeni, ndio utoke katika madeni. Pigia Yesu makofi mazuri. Kama ilikuwa ni lazima ukule mboga na mayai, unaweza ukaondoa mayai ukakula sukuma peke yake mpaka umalize madeni, maana madeni ni utumwa. Pigia Yesu makofi mazuri. Kufunga mlango kwa leo. Nataka nieleze pale kwa haraka, tunaenda pamoja. Ilikuwa ni lazima kila asubuhi ukunywe vikombe 10 za chai. Unaweza kupunguza ili ulipe deni uliochukua wakati huko unajua. Maandiko yanasema pale, nataka nikuonyeshe vile yule mwanamke aliambiwa ukuwe na nidhamu. Kwanza ukiuza lipa madeni. Kile kitambakia, maandiko yanasema hiyo, mambakio uweze kutumia wewe na wanao.
lakini kile utauza ulipe madeni. Kwa hivyo kulingana na andiko, ukiombewa the power of God, sikiliza, unafaa upunguze yale matakwa, yale matumizi ambayo sio ya lazima. Matumizi, kwa mfano, matumizi ya kula mayai kila siku si lazima. Matumizi ya kunywa pombe si lazima. Pigia Yesu makofi mazuri. Matumizi ya kununua data za bure si lazima. Pigia Yesu makofi mazuri. Matumizi ya kununua nguo mpya kila mara kwa mara, uko na suti, mara kwa mara kuna kitenge mpya, mara kwa mara si lazima. Unaweza ukaachana na hizo kwanza, ukalipa madeni ya wenyewe. Pigia Yesu makofi mazuri. Lakini ukiendelea kununua nguo mpya kisha unadaiwa, utaendelea kukaa katika mateso. Utakuwa pale kanisani uko na suti mpya, unainua mikono, lakini ndani unafunja damu ya mateso, ndani unafunja wazimu wa mateso. Na hiyo Bwana hakutaka. Aliambiwa huyu mama mjane, aliambiwa kwanza umalizane na madeni. Jambo la pili, ukuje kwa wanao na wewe. Pigia Yesu makofi mazuri. Sikiliza tena pale, kuna watu kila siku lazima waende kwa restaurant. Unaenda kwa restaurant, unakula kuku, lakini uko na madeni. Unakula kuku ya 500, lakini baadaye pale Fuliza inakudai, M-Kopa inakudai. Sikiliza tena pamoja, majirani wanakudai, na ati uko kwa hoteli, uko kwa restaurant, unapiga tu picha unaweka TikTok, vile unakamua kuku na nyama na mifupa, vile unatoa mafuta kwa mifupa, lakini uko na madeni. Unaweza ukapunguza hiyo. Mwanamke mjane aliambiwa punguza madeni kwanza, kisha baadaye tuje kwako. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo gharama ingine ya kwenda restaurant kila siku unaweza ukapunguza. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo chakula cha restaurant unaweza ukaondoa, ukabaki na chakula cha hapo kwako nyumbani. Kama ni cabbage ni mzuri, hata cabbage inatibu magonjwa. Unaweza ukaachana na kuku za kuvimba kule sokoni, kisha ukazingatia kulipa madeni kwanza, ndio utoke pale. Matembezi ya kiolela hadi na kwenda kuona jirafu. Angalia jirafu hapo tu kwa TikTok, hiyo ikutosha. Kwanza lipa madeni na baadaye uanze, sikiliza, kufanya hizo shughuli. Kama hauna pesa ya kwenda kuona jirafu hapa na pale, wachana na hiyo kwanza. Kwanza lipa madeni. Mwanamke huyo akaambiwa kwanza lipa madeni, kisha baadaye uje kwa watoto wako na uje kwako na kwa matumizi ya nyumbani. Kwa hiyo wakati mnaenda People's Park na watoto na uko na madeni, malaika wanakuangalia, wanashangaa, na huyu mtu ni wetu kweli? Ako na madeni, anaenda People's Park. Huyu ni mtu wetu kweli? Anaenda safari ya Mombasa na ako na madeni. Huyu mtu ni wetu kweli? Maandiko inasema kwanza uondoke katika kifungo cha madeni, kisha baadaye uzingatie matumizi mengine. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen carefully. Ikiwa kuna watu wamekuweka kwa WhatsApp group za matoleo, unaweza ukawaambia ninalipa madeni, siwezi nikatoa. Unaweka statement, unawaambia no, umeniweka katika hali ya kuwatolea. Mtu anaanzisha harusi, anakuambia na nataka 5,000, nataka uwe mgeni wangu katika harusi yangu. Dada, nataka kukuambia usijisumbue. Mama, usijisumbue. Maandiko yanasema, na Elisha akamwambia mama mjane, lipa madeni kwanza kabla usimame na mtu kwa harusi. Simama na madeni ukamalize kwanza. Hiyo ndiyo sheria ya nabii, hiyo ndiyo sheria ya kiungu. Pigia Yesu makofi mazuri. Usijiingize kwa mambo mengi ati lazima nitolee mtu kwa harusi. Haijaandikwa mahali ni lazima. Maandiko yanasema kama uko na madeni, sikiliza, kwanza ni umalizane na madeni, kisha baadaye harusi. Kama uko na madeni, usianze kutuma 5K na kuna mtu anakudai 5K. Kwanza lipa 5K, hayo mambo mengine baadaye. Anaweza akaoa bila wewe, anaweza akawa na
na bibi bila wewe, anaweza akawa na bibi bila matoleo yako. Kwa hiyo sio kitu ya lazima, kitu ya lazima. Maana kitabu cha Zaburi 37 inasema na mkalipe madeni kwanza. Pigia Yesu makofi mazuri. Sheria hiyo haikutolewa na mwanadamu, haikutolewa na binadamu, ilitolewa na Mungu mwenyewe. Maana Elisha aliangalia akaona mfanyabiashara mama mjane ako katika tebu ya madeni, ako katika wazimu wa madeni, na ndio maana akaileta hii sheria. Pigia Yesu makofi mazuri. Kuna kijana ambaye ananisikiliza mahali hapa, uko na girlfriend ambaye anadai 1,000 kila saa, na hapa nyuma uko na madeni. Lipa madeni kwanza, baadaye utashughulika na girlfriend. Wacha kujisumbua kwa moyo, kwanza shughulika na madeni. Ati lazima nisuko ndio tukae pamoja. Ukitoka ukikosa kumsaidia anakuambia tuachane, unakopa asubuhi mchana. Ndio sasa mchumba aendelee kukaa na wewe. Kwanza lipa madeni, ama mkae pamoja msikizane, umwambie nalipa madeni usinisumbue. Hiyo ndio taratibu ya Bwana. Pigia Yesu makofi mazuri. Kufunga mlango kwa leo ni mlango wa watu, na hiyo nimeeleza. Mlango wa watu, epuka marafiki watende unipeleke mahali. Mwanamke huyo aliambiwa kwanza, wewe na watoto wako mkienda mfanye biashara, kile mtapata, sikiliza, kile mtapata mlipe madeni kwanza. Kisha Elisha aliwaambia, sikiliza, mlipe madeni kwanza. Kwa hivyo wakaambiwa ingieni ndani msikizane. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe hapa, mlango wa leo ni kwamba epuka marafiki watwende nikupeleke. Mtu ndiye anaenda kesho anakwambia nipeleke mahali fulani, na huku umebudget. Sasa utanipeleka Kitui kesho, na haikuwa kwa mpango. Lipa madeni, ukimaliza madeni mtaenda mtapelekana. Pigia Yesu makofi mazuri. Uko na fomu nipeleke kesho unapeleka mtu Nairobi na hakuna kitu unaenda kufanya. Lipa madeni kwanza, madeni kisha hiyo itokee baadaye. Pigia Yesu makofi mazuri. So epuka marafiki watwende mahali, njoo tukachangie mtu fulani, njoo tukamsindikize mtu fulani. Epuka vitu vinavyochangia deni yako kuongezeka. Epuka vitu vinavyoleta hasara, vinavyokuletea wazimu wa madeni. Epuka sherehe za hapa na pale. Kwanza wale marafiki wa sherehe, kila weekend sherehe, na uko na madeni. Mama uko pale na uko na watoto na madeni, kila weekend uko sherehe. Kila weekend unatumia 3,000 kwa sherehe, alafu kanisani, baba nisaidie niko na madeni. Hapo ni shida yako. Sisi tunapeana power to multiply. Ninakuombea Sunday, ninakuombea wiki ikiwa katikati, unapata 5,000. Ati hiyo 5,000 yote unasukumia mtu aendee bibi na uko na madeni. Unasukumia mtu aende Charehe kule Mombasa na uko na madeni. Unasukumia mtu aende People's Park na uko na madeni. Biblia inasema hapo umejiingiza katika wazimu ambapo sio Mungu amekuingiza, ni wewe mwenyewe umejiingiza mwenyewe. Pigia Yesu makofi mazuri. Kile kingine, mlango wa kelele. Ufunge mlango wa kelele. Wakati unafanya biashara kuna watu wanakudharau, hata wanakuuliza kwani unauza mayai umeoza? Kwani unauza mayai umeoza kwani wewe? Epuka milango kelele za madharau. Mlango wa madharau fungia nje. Hiyo fungia, usisikize. Usa kile Mungu amekupatia. Kile Mungu amekupatia. Sikiliza, ile mafuta, kile kibali amekupatia, fanya bila kuogopa. Watu wa kelele, ati nilikuona unakata sukuma sokoni, ati wanakudharau. Wachana nao watu. Jifungie ndani ya biashara yako. Jifungie ndani ya ujuzi wako. Pigia Yesu makofi mazuri. Jambo lile lingine ni mlango wa maombi. Kuwa mtu wa kuomba asubuhi na mchana.
mama mjane walikuwa naomba mchana na usiku. Kwa hivyo kuwa mtu wa maombi, omba asubuhi na jioni. Makofi kata bahandi masaa, omba asubuhi na jioni. Pigia Yesu makofi mazuri. Next page. Tunaendelea kumaliza pale. Sikiliza. Hatua ya 4, uza, lipa na ishi kwa mabakio. Mstari wa 7. Uza, lipa na ishi kwa mabakio. Mstari wa 7. Mstari wa 7. Yes. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu. Naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, ulipe deni yako, na yaliposalia uyatumie wewe na watoto wako. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo ukiuza kile kitambaki ndicho utatumia, lakini kwanza ni ulipe madeni. Nataka nikuonyeshe pale ili tuende pamoja. Mungu alisema auze mafuta, akalipe deni kwanza. Sikiliza, kisha yeye na watoto, sikiliza, waishi kwa mabakio. Lakini sisi tunatumia chochote tumepata kwa watoto na sisi, lakini tunasahau ile madeni. Unaendelea kukaa katika ile fungu, katika ile sheria. Kwa hiyo sheria ni kwanza lipa madeni kwanza, hiyo ndio sheria. Nataka nikuonyeshe hapa. Siku ya leo Bwana anaweza akakupatia guidance, anaweza akakupatia mwelekeo. Kwa mfano, wakati uko na madeni, unaweza ukaanza na ile deni ndogo kabisa, ile ya M-Kopa ama ile ya Fuliza ya 500, ukalipa 50 leo, kesho 50, kisha ikiisha usifulize tena. Pigia Yesu makofi mazuri. Enda uweke deni zako, uanze na ile ndogo, ile umekopa. Sikiliza, ile ya Safaricom umekopa, hiyo ya minutes, anza na hiyo ya 100, maliza na hiyo, kisha ikiisha ujifunze kutochukua tena. Kwa hivyo unaweza ukaanza na hiyo sheria ya kulipa hiyo deni kidogo kidogo, ile kidogo unamaliza. Sheria la pili, yale mapato unapata hiyo siku, kaa chini. Kama umepata 50,000, unaweza ukasema nusu yake italipa madeni. Ukasema pia ile imebaki 50, sikiliza, ile imebaki 25, nusu yake tutakula, na ile itabakia pengine utatoa sadaka. Pigia Yesu makofi mazuri. Usifanye biashara kisha utumie yote. Hakikisha umetumia ile sheria Bwana amepeana, kwa sababu Mungu anasema pale, sheria la kwanza ni uze, ulipe madeni. Pigia Yesu makofi mazuri. Na funga na ufungwe. Funga na ufungwe linamaanisha nini? Ukimaliza kulipa deni usichukue ingine. Kwa hiyo funga deni kisha ufunge. Kwa hiyo fungwa na ufunge inamaanisha ukimaliza kulipa deni usiseme ninafanya top up. Achana na mambo na top up. Ati nalipa hii M-Kopa kisha niongeze kitu kingine. Wachana na hiyo, utakaa katika madeni. Afadhali uweke saving, baadaye ununue. Pigia Yesu makofi mazuri. Na sikiliza, matokeo ukifanya hiyo, matokeo ya huyu mwanamke ilikuwa ni nini? Alifukuza madeni kisha akakaa free. Alitoka katika utumwa wa madeni. Kwa hivyo sikiliza twende pamoja. Sikiliza twende pamoja. Huyu mwanamke alimalizana na madeni. Elisha alimwangalia akaona mwanamke is free. Hakuna creditors, hakuna watu wanaomdai wanakuja kwake, sasa ako free. Elisha akimwambia sasa ni wakati wa kusifu. Hakuna kuvunjika moyo, hakuna maumivu ya moyo, hakuna mateso ya moyo. Na boka tabayadai. Na ndio Bwana Mungu anasema hata wa vijana ambao wanapiga keyboard na gitaa, wanaimba kanisa, Bwana anataka wawe na freedom, wasiibe ndani ya moyo wanaumia kwa sababu ya madeni, kisha na maana walikopa kwa sababu ya wasichana. Bwana anataka wapate freedom. Pigia Yesu makofi mazuri.
Bwana si yeye anataka lifting offers. Yani unapata wazimu wa madeni, umefunja watu hapa na pale, kisha wale watu wamefunjwa. Yani ni kama vile unakulanga ugali, kisha ile imelala na imeoza na iko na harufu mbaya, ndio unatupa asubuhi. Sikilizeni nikuambie kukweli, wale watu wamenaswa na madeni, yani wazimu wa madeni, wanafunja mioyo, wanateswa katika mioyo, kama vile huyu mwanamke alikuwa amevutwa na madeni, na sio deni yake mwenyewe, ni deni aliletewa na mume wake. Kuna uwezekano mama uliye mahali hapa, kuna madeni uliletewa dhidi ya watoto, kisha mzee akakuletea madeni, kisha majirani wakakuletea madeni, kisha wenye harusi wakakuletea madeni. Kuna uwezekano unafutika, kuna uwezekano madeni yamekupaka mafuta yakakufanya ni kama umeuza, kisha siku ya Jumapili ukiwa ndani ya kanisa unakuwa kama leftover, unakuwa kama ungali umebakia. Ninataka nikuambie siku ya leo, ndiyo maana Bwana analeta hii formula. Alileta formula na mpangilio kwa mama mjane, kisha anaenda kuleta mpangilio kwako, kisha anaenda kukuondoa kwa, anaenda kuleta muujiza. Mradi tu ufuate siku ya leo, mradi ukae chini na mchungaji akueleze vile utafanya. Mama mjane alikaa chini na Elisha akaambiwa vile atafanya. Ninaongea na mtu wa soko hii ambaye atatafuta nafasi, tuongee juu ya madeni yako, nikueleze jinsi utakavyofanya ili ukafute katika vitabu vya madeni, ili Safaricom ikakusahau, ili Fuliza ikakusahau, ili Mshwari ikakusahau, ili Shailoko ikakusahau, ili mama jirani akakusahau, na Bwana atatawala na sifa zitaenea kote. Praise the name of the living God. Penchi la mwisho. Sababu. Tutaangalia hizi sababu tu kwa haraka. Sababu tano za kwa nini tutume madeni ba. Kwa nini tufukuse madeni kwetu? Sababu 5. Zaburi 37:21. Msomaji hapa utakuwa bit faster. Zaburi 37:21. Sababu 5 kwa nini Mungu hataki ukae ndani ya madeni na ndio unajiingiza huko. Sababu la kwanza, Zaburi 37:21. Zaburi 37:21. Yes. Andiko inasema, asiye haki ukopa wala halipi, bali mwenye haki ufadhili ukirimu. Fika hapo. Zaburi 37:21 inasema mtu mzuri analipa. Kwa hivyo kwa nini Mungu hataki tuwe na madeni? Kwa sababu utakuwa wewe ni mtu mbaya, ulipi kila saa, ulipi. Mtu anakuitisha, anakuambia nimekuona kazi, wapi pesa yangu? Watu watakuona tu ulipi, na maandiko inasema mtu mwovu alipi. Kwa hivyo wakati unaambia watu nuru ya Yesu na ulipi, sasa hii inakunasa. Kwa hivyo hiyo kitu inamdhalilisha Mungu. Kwa hivyo mwandilifu walipi. Hiyo ndio sababu Mungu anataka tusiwe na madeni. Sababu la pili, yanazuia nia yako. Nehemia 5:4-5. Tunaenda kwa haraka msomaji, hapa tuko faster a bit because of lateness. Nehemia 5:4-5 inasema, Nehemia 5:4-5. Nehemia 5:4-5. Maandiko yanasema kulikuwa na nabii mmoja ambaye alikuwa anaitwa Nehemia na alipatiwa kazi ya kujenga ukuta. Soma mstari wa 4. Yes. Tena walikuwako wengine waliosema, tumekopa fedha ili kulipa kodi ya mfalme kwa kuweka rehani mashambani yetu na mizabibu yetu. Mstari wa 5. Sikiliza. Walakini miili yetu ni kama miili ya ndugu zetu, na watoto wetu kama watoto wao. Kumbe mnawatia
utumwani wana wetu na binti zetu kuwa watumishi, na baadhi ya binti zetu wamekwisha kutiwa utumwani, wala hatuwezi kujiepusha na hayo, maana watu wengine wana mashamba yetu na mizabibu yetu. Pigia Yesu makofi mazuri. Nehemia alienda akaambiwa na Mungu, ita watu wale wanaitanishwa na jina langu wajenge ukuta. Ni kama kuitwa na Mungu uhubiri neno, utoe sadaka, neno iendelee. Hivyo Nehemia alifanya. Kaambiwa na Mungu, sasa jenga ukuta, ita watu. Alipoenda kuambia watu, haya leteni pesa na mtoe vitu tujenge ukuta wa Bwana, wakamwambia, unajua kitu Nehemia, tulienda tukakopa. Hii shamba unataka sasa tuitumie kujenga ukuta wa Bwana, sasa iko chini ya wale tuliowakopesha. Sasa Nehemia akawauliza na mambo namna gani? Sasa mtu tutajenga ukuta. Akamwambia, hata hivyo Nehemia anaambiwa Mungu, acha tukuambie, hao mabibi wetu tayari si wetu, ni wa wale ambao tumekopa, hata watoto sasa ikawa ni utumwa. Sasa nataka nikuonyeshe kwa nini Mungu hataki tukae katika madeni. Kwa sababu nyumba yako, TV yako iko kwa nyumba, sufuria, hata wewe utakuwa ni mtumwa wa yule mtu. Pigia Yesu makofi mazuri. Ndio maana Bwana hataki. Tuende sababu la tatu. Sababu la tatu yanafungua mlango kwa mlafi. Sababu la tatu yanafungua mlango kwa mlafi. Sikiliza, mtu ambaye ni mlafi ni mtu ambaye anapenda kutumia vitu za wengine bure. Kwa hivyo nataka nikuonyeshe hapa, Mkristo na mtu ambaye anakaa chini ya Mungu ataingiwa na ulafi. Aje, umechukua sasa, umekopa 10k, ikiisha unataka kukopa ingine, ikiisha unataka kukopa ingine. Sikiliza, unakopa Monday, unakopa Tuesday, unakopa. Imagine unakopa hapa, unaenda unalipa hapa. Unakopa hapa, unaenda unalipa hapa. Unakopa hapa, unalipa hapa. Unakopa hapa, unalipa hapa. Kisha baadaye watu wanasema umelemewa na maisha. Kwa hivyo inakufanya uwe mlafi. Mlafi ni mtu anakopa hapa, unakopa hapa, kisha unakopa hapa, unakopa hapa. Baadaye umekuwa mlafi. Ndio maana Mungu hataki tukae watumwa. Pigia Yesu makofi mazuri. Jambo la nne yanafanya uwe mtumwa, unakuwa sasa hauna ruhusa hata ya kwenda kanisani, sababu unatafutia mtu. Sikiliza, kama wale mmechukua motorbike, unapata ndio motorbike ni alone, Sunday lazima ulipie. Unakuwa mtumwa, hata hauna nafasi ya kuabudu, hauna nafasi ya kusikiliza mchungaji anasema nini. Unakuwa mtumwa all through. Kwa hivyo ndio maana Mungu hataki tukae chini ya madeni. Sababu la mwisho, Yesu alikuja kufuta madeni. Colossians 2:14. Colossians 4:14. Tunaendelea kumalizia. Colossians, kitabu cha Wakolosai 2:14. Sababu hiyo inasema Yesu alikuja kufuta madeni. Maandiko yanasema na Yesu aliposulubishwa msalaba, kuna kitu tunaita deni laana. Deni ni laana inayoingia katika utumwa wa mwanadamu. Mstari wa 14. Yes. Akiisha kuivuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigogomea msalabani. Pigia Yesu makofi mazuri. So hatua ya mwisho, sababu la mwisho ni kwamba Yesu hakutaka hii laana tukae kama watumwa. No, alitaka tukae bila madeni. Na hakuna sheria inasema endeni mkakope. Hakuna sheria inasema hivyo katika Biblia. Katika sheria, amri 10 za Mungu, hakuna amri inasema endeni mkakope. No. Kwa hivyo kukopa na kukaa katika huo utumwa sio sheria ya Mungu, ni sheria ya dunia. Na ndio unaona kila mtu amenaswa, na tuliona madeni ni jela ya utumwa. Ninapomalizia
enda ukachukua hatua 7 za vitendo za kutoka katika utumwa. Kwanza utaenda kufanya hivi, utakubali kwamba uko na madeni. Uko na madeni. Kama una madeni, leta simu tuone kwa Fuliza. Utakubali kwanza uko na madeni. Jambo la kwanza utatubu, Zaburi 32:5. Jambo la pili, jambo la kwanza tumesema utatubu, repentance. Mwambie Bwana, nilifanya makosa kukopa. Ulinipatia 200 nikakopa 500 kwa sababu ya ulafi. Umwambie Bwana, nilikopa 500 nikapelekea mtu aweke harusi, ilikuwa ni kutoelewa. Ufai kujisumbua ati unakopa 500, 1500 kwa sababu ya safari ambayo sio lazima. Mwambie Bwana, nisamee, nilifanya hivyo. Kamwambie Baba, nisamee, nilikopa 200,000 nikapeleka mtoto kwa expensive school, akalemewa akiwa form 2, kisha tunakaa nyumbani pamoja. Mwambie Bwana, nilikosea kufanya hivyo, nisamee. Kamwambie Bwana, nilikopa pesa nikajenga nyumba, saa hii ile nyumba ni karibu ichukuliwe. Mwambie Bwana, tunisamee. Zaburi 32:5. Jambo la pili, andika mahali, soma tu kama Zaburi 32:5. Yes. Nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuficha upotofu wangu. Nalisema, nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamee upotofu wa dhambi yangu. Upotofu, kukopa mara kwa mara na ulafi wa kukopa ni dhambi. Kwa hiyo kamwambie Bwana, nisamee. La pili, andika mahali kulingana na Habakkuk 2:2. Madeni yote uandike mahali. Namba 3, tengeneza mpango wa mafuta, mpango wa ujuzi wako, kupika chapati mzuri, kutangaza kwa TikTok. Kama wewe ni fundi wa simu, angalia watu 2 watatu, waambie unajua kutengeneza simu. Anza kulipa madeni kidogo kidogo. Jambo lile lingine, toa saka, kwa mtu wa kutoa dhabihu. Malakai 3:10 inasema, na mtu asiyetoa fungu la 10 ibilisi atakufahamia. Watu wao unaona wameingia kwa madeni sana hivyo, ni kwa sababu fungu la 10 hautoi. Kila mara unatafutwa na watu wakupee. Hata wengine wanakupigia simu wanakuambia chukua mkopo, hiyo ukaache. Jambo lile lingine, acha kukopa. Romans 13:8. Acha kukopa. Romans 13:8, tusomee mstari. Romans 13:8. Acha kukopa. Romans 13:8. Acha kukopa. Msomaji lauda. Romans 13:8. Acha kukopa. Mstari wa 8. Yes. Mstari wa 8. Msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana apendaye mwenzake ameitimiza sheria. Maandiko yanasema uache kukopa pale. Upende mwenzako, ujipende wewe na uache kukopa. Jambo la mwisho, tamuka huru. Mithali 13:21. Some hapo kwa haraka tu. Mithali 13:21. Tamuka huru tu, tamuka huru. Nataka tumalizie na unabii huu. Tamuka huru, Mithali 13:21, kisha ufungue Deuteronomy 15:6. Yes. Tamuka hapo kwa Kiswahili. 21. Uovu huadamia wenye dhambi, bali mwenye haki atalipwa mema. Kwa hivyo Mungu akikuona uko na haki, utalipwa mema. Tusimame sisi wote, tushikane sako tunaposomewa Deuteronomy 15:6. Tunaposomewa Deuteronomy 15:6, tusimame sisi wote, tushikane mikono kwa ajili ya kumaliza. Deuteronomy 15:6, mstari wa 6. Yes. Kwani Bwana Mungu wako atakubarikia kama alivyoahidi, nawe utakopesha mataifa mengi, lakini hutakopa tena. Utayatawala mataifa mengi, usitawaliwe na wao. Pigia Yesu makofi mazuri. Tushikane sako hapa, tukuje tushikane sako tunapomalizia. Nataka tuambie Bwana, hii soko sio ya watu kuja kupeana madeni hapa kwa maisha yetu. Tukemee utumwa huu, utupwe mbali na sisi.
utupwe mbali na sisi. Tushikane tu mikono tu tunapoelekea kumalizia. Tushikane mikono tu. Shikane mikono. Wale wa motorbike, you are free. Wale watu mko pale, kujeni tushikane mikono tumalize. Mami, kujeni tumalize pamoja tu kwa upendo wa Bwana. Dakika 2 tu. Mami, kujeni tushikane mikono. Dereva wa motorbike, kuja tumalize pamoja. Sisi wote ni wa Mungu. Wacha kuona haya, kuja tu tumalize pamoja. Kujeni mami. Kujeni mami, tumalize pamoja. Kujeni tumalize pamoja tu. Mungu anaweza kutendea muujiza tu. Kujeni tumalize pamoja tu. Tumalize pamoja kwa neema ya Yesu tu. Mwambie tu Bwana akutoe katika utumwa wa madeni. Kujeni tumalize pamoja. Oh God Almighty Father, King of Glory. Mwambie tu Bwana akutoe katika utumwa huu. Mwambie tu Bwana akutoe katika utumwa huu. Tunapomalizia tu, si vizuri kukaa katika madeni. Maandiko nasema Bwana alikuja kuleta amani ndani ya mioyo. Kusema maandiko nasema na wale wote wataongozwa na Roho Mtakatifu, amani itapeanwa kwao. Mwambie tu Bwana kupatia amani tu. Kupatia amani. Mwambie tu Bwana kupatia amani tu. Mwambie tu Bwana akutoe katika madeni. Yetu Bwana akutoa katika madeni tu. Bwana kuna uwezo. Alitoa mama mjane, wewe anaweza kukutoa. Tuma ni kitu mbaya. Tuma madeni. Tuma ni kitu mbaya. Tuma ni roho. Tuma ni kitu mbaya. Tuma madeni. Tuma ni kitu mbaya. Amani yako nasema leo ni mbaya.
Matajiri wa dunia wanateka nyara watu wako, wanaingiza katika magari kama wanne. Ilo watu wako, imeandikwa Baba, imeandikwa Yesu, imeandikwa Yesu, imeandikwa Baba. Utawainua watu wako, nchi itafanikiwa kwa sababu ya watu wako Baba. Tulionaswa tuondoe, tulioingia huko Yesu tuondoe. Fanya hima Baba, fanya hima Yesu, tuondoe Yesu, fanya hima Yesu, fanya hima Yesu, tupate kuwatuma tena Yesu,
tutatoka katika utumwa. Tumwa mateni Yesu, akatuondoe kwetu. Tuondoe Yesu, tuondoe Yesu. Nimeacha utumwa, Baba nipe nguvu tu. Nimeacha utumwa, tuma Yesu, tuma Yesu. Nimeacha, 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 tuma madeni, nimeacha, nimeacha Baba, nimeacha, nimeacha Yesu, nimeacha, nimeacha, nimeacha Yesu. Nipe nguvu, nipe nguvu. Nimeacha Yesu, nimeacha, nimeacha utumwa, 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 utumwa. Hautanitawala katika jina la Yesu, hautanitawala. Nimeacha utumwa, nimeacha, nimeacha tu, nimeacha, sitaki tena, nimeacha, nimeacha tu, nimeacha, 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 nimeacha Yesu, nimeacha, nimeacha Baba, nimeacha, nimeacha Yesu, nimeacha Yesu, 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 nimeacha jina la Yesu ndio naelekea kufanikiwa, naelekea jina la Yesu ndio naelekea kufanikiwa, naelekea jina la Yesu ndio naelekea
kufanikiwa, tuelekea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mimi tuelekea sura matifa, kufanikiwa, tuelekea sura matifa, kwa jina la Yesu. Mimi tuelekea sura matifa, kufanikiwa, tuelekea sura kateri masema. Mimi tuelekea kufanikiwa, tuelekea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mimi tuelekea kufanikiwa, tuelekea kwa jina la Yesu. Mimi tuelekea kwa jina la Yesu. Kazi yetu kufanikiwa, naelekea kwa jina la Yesu, naelekea kutoka kwa madeni mimi, kufanikiwa, naelekea kwa jina la Yesu, naelekea kutoka kwa madeni mimi, kufanikiwa, naelekea kwa jina la Yesu. Sisi naelekea kufanikiwa, naelekea kwa jina la Yesu. Sisi naelekea kufanikiwa, naelekea kwa jina la Yesu. 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 Antoni, leo nimekufuta katika anga, nimepokea nguvu ya nabii, napokea nguvu ya Yesu na kutoka katika pingu hizi, katika mashaka na mamlaka haya. In the mighty name of Jesus, I pray and believe. Tuinue mikono sisi wote, ikiwa katikati yetu pengine uko hapa na pengine ni mgeni na ungehitaji kuunganika nasi siku ya Jumapili, tuko pale Heaven Flames Ministry hapo nyuma ya Tata. Kwa hivyo karibu. Kwa wale ambao wanataka more teachings, mafundisho zaidi kuhusu jinsi ya kuepuka madeni makubwa, unaweza kutufuata pale kanisani. Siku ya Jumapili hii tutakuwa na ibada ya muujiza, operation maliza madeni katika anga, kisha mahali pale utakuwa ukiona ukifanikiwa. Kwa hivyo ibada ya Jumapili miujiza dhidi ya kufuta madeni katika anga na kuleta usafi kwa watu wa Bwana, na ni katika jina la Kristo sote tukiomba hilo, Bwana atafanikiwa. Kwa hivyo unapata kila mara watu wa Mungu wanalia, lakini Yesu hivi anatumana tupate hali hii ili tuweze kutoka katika utumwa. Tuinue mikono. Baba, nasema ni asante
tangia tuanze mpaka sasa. Asante kwa wafanyikazi, asante wote, wageni na kwa wote. Tunapomaliza tuwe na ushirika mmoja, pendo na mapenzi yako. Ni katika Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Aliye na sadaka pengine ulitaka kutoa, utaniletea. Tutamalizia pale.